Tunawasalimuni kwa mara nyingine tena wapenzi watazamaji wa Kibenge TV popote mlipo. Matumaini yetu mnaendelea salama na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku yanayoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kufuatia vita vinavyoendelea katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Kivu Kusini, wa kujiita Jenerali William Amuri anayejulikana kwa jina la umaarufu la Yakutumba, kiongozi wa chama cha wapiganaji wa Zalendo cha CNPSC, amejitolea kuimarisha mshikamano na kuishi pamoja kati ya jamii mbalimbali katika jimbo la Kivu ya Kusini, na anawahubiria wazalendo wote ya kwamba, na mnukuu, kazi yetu ni kuifukuza M23 kutoka Mikenge na Minembwe. Narudia jambo la tatu nililowaambia mara ya mwisho. Nilisema kwamba tunapopigana vita lazima tuwe waangalifu sana kwa raia. Hatutaki kuona mtu yeyote akimgusa raia bila kujali kabila lake. Hakuna atakayemgusa. Kupigana vita ni kumfukuza adui. Baada ya kutimiza jukumu hilo, wananchi waliopo hapo wana haki ya kulindwa nanyi. Huko kuna makabila mengi, kuna Wabembe, Washi, Wafulero, Wanyindu na Warega, bila kusahau wengine waliopo pia wakiwemo Wanyamurenge. Wakazi wote waliopo maeneo hayo wana haki ya usalama. Hatutaki kuona mtu yeyote akimpiga hata kofi raia. Kazi yako ni kumfuatilia tu adui ambaye ni mpinzani wako wa kijeshi wa M23 wala watu Ibwaneho. Na raia unapokutana nao katika maeneo hayo, usianze kuwasukuma au kuwatesa ama kuwanyanyasa. Jambo hilo tunalikataa. Ukimnyanyasa mwananchi ni kama vile umemnyanyasa rais wa Jamhuri Tshisekedi, na kwa kitendo hicho unaweza kujikuta katika gereza la Ndolo. Hapa hatuna na hatutaki ubaguzi. Sote tunapaswa kufanya kazi katika eneo hili kwa kuchukulia na kuhesabu umma kama wetu wenyewe. Mwisho wa kunukuu. Hayo yalikuwa ni maneno ya Amuri Yakutumba akiwahutubia vya vikosi vya wazalendo wa kwake wakati wahasi wanapambania kueneza siasa za chuki kwa kutumia sera za uongo na za uchunganishi ili kufanikisha mgawanyiko miongoni mwa Wakongomani. Wapiganaji wa wazalendo kwa upande wao wanaendelea kutangaza umoja na ushikamano kama ndio nguvu ya kushinda adui na kurejesha amani ya kudumu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukijielekeza huko mjini Kinshasa, ripoti inayoonyesha kufikishwa mahakamani kwa Jenerali Sikabwe katika kesi ya Jenerali Yav na wenzake. Luteni Jenerali Sikabwe Asinda Fall, aliyekuwa mkuu wa majeshi wa nchi kavu Force Terrestre na kwa sasa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya African Explosives Company, alifikishwa mbele ya mahakama kuu ya kijeshi mjini Kinshasa siku ya Jumanne tarehe 17 Februari mwaka 2026 katika kesi iliyomkabili Luteni Jenerali Yav Irung Filemon kati ya mkaguzi mkuu wa jeshi Auditeur General kama mwendesha mashtaka wa umma dhidi ya mshtakiwa huyo. Luteni Jenerali Yav, aliyekuwa kamanda wa ukanda wa 3 wa ulinzi, anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na kuwachochea wanajeshi kufanya vitendo vinavyokiuka wajibu wao na au nidhamu ya kijeshi. Akihojiwa kama shahidi wa taarifa, Jenerali Sikabwe Fall alithibitisha kuwepo kwa delegation Akihojiwa kama shahidi wa taarifa, Jenerali Sikabwe alithibitisha kuwepo kwa meseji 2 zilizotoka Rwanda na kuwasilishwa kwa majenerali Peter Chirimwami na Mwehu na mshtakiwa Jenerali Yav. Kwa mujibu wake, uhusiano kati ya Rwanda na Jenerali Yav una historia ya muda mrefu, na mnukuu, ni Jenerali Yav aliyekuwa kamanda wa bataillon wakati Kinshasa iliposumbuliwa na Rwanda tarehe 2 Agosti mwaka 1998 ama 1998, alieleza hivyo Fall Sikabwe. Akizungumzia matukio ya mwaka wa 2022 huko Kivu Kaskazini, aliongeza kuwa Rwanda ilikuwa imewataka maafisa 6 wakuu wa jeshi akiwemo Luteni Jenerali Constant Ndima na Jenerali Meja Chirimwami wajiondoe kwenye operesheni za kijeshi, la sivyo wangeuawa. Maafisa hao walidahiwa kuitwa wenye msimamo mkali. Kolektifu ya mawakili wa utetezi wa mshtakiwa lilimtaka mwendesha mashtaka kuwasilisha ushahidi
zaidi unaothibitisha uhusiano kati ya Jenerali Yav na maadui. Kwa mujibu wa mkaguzi mkuu wa jeshi, mshtakiwa alikiri kupokea meseji kutoka Pays de Mille Collines bila kulijulisha jeshi lake. Isingekuwa kwa Jenerali Chirimwami ambaye kwa sasa ni marehemu, meseji hizo zisingelijulikana kamwe. Katika hati ya mahojiano yake, mshtakiwa alieleza kuwa simu iliyokuwa na meseji hizo ilikuwa ni aina ya iPhone 1848 na akataja na namba yenyewe ya simu hapo, lakini alikataa kutoa nambari za siri ama code za kuifungua. Hivyo upande wa mashtaka uliomba mahakama kuu ya kijeshi kuruhusu simu za mshtakiwa Jenerali Yav kupelekwa kwa mtaalamu wa uchunguzi wa kidijitali ili kufungua na kuchambua meseji zilizotumwa na Kanali Sankoko Celestin, katibu binafsi wa Jenerali wa Rwanda James Kabarebe. Na hicho ndicho kipande pekee cha msambo hayo ya maofisa hao wa FARDC kilichowekwa wazi, lakini bado kesi inaendelea kufanyiwa uchunguzi na baadhi yao wamoja tayari wako mbaroni kwa kosa hilo la kuisaliti nchi ya Kongo. Na ndo kitu ambacho tulikuwa tukiongelea hiyo jana, kuona jinsi gani watoto wa Kongo wenyewe kwa sababu ya tamaa zao ndogo ndio wako wanamsaidia tena adui kuliangamiza taifa la Kongo. Na wasaliti wote hawa, ingekuwa heri basi wawe wanapata adhabu moja nzito ambazo zitatumika kama mfano kwa wengine, na iwe inakatisha wengine tamaa ya kusaliti nchi. Maana wakikumbuka adhabu ambayo wanaweza kupata ikitokea wamebainika ya kwamba wako wanasaliti taifa lao, mara moja wajisikie kujizuia na kukataa kabisa hiyo ofa ya usaliti ambayo watakuwa wamepewa na maadui. Inakuwaje mwanajeshi mzima uliye hapa kujitolea kwa hali na mali kulifia taifa lako, tena afisa mkubwa ambaye hukosi kitu, uko unaamua kujishusha chini na kujivulia heshima yako na kuizaraulisha pia sacrifice yako ambayo umeitoa kwa ajili ya kulitumikia jeshi, lakini unaenda kupumbazwa na adui, anakulagai na wewe unakubali kabisa kuwatia wazazi wako, watoto wako na ndugu zako wa Kongomani katika hatari ya kufa na ya kuporwa kila siku. Kitu ambacho mtajua ni kwamba hao maadui mnaojadiliana nao kwa ajili ya kuliweka matatani taifa la Kongo, mkiwa pamoja nao wanawaambiaga nyie mna akili na mtaenda mbali kimaisha, lakini mjue ya kwamba mnapowapaga tu migongo wanakuaga wanawacheka na kuwaita ibichuchu, yani wajinga wa mwisho kabisa. Yani wanawatumia nyie ili wao wafanikishe mipango yao katika nchi ya Kongo, kitu ambacho wao hawawezi kukifanya hata ulete mamilioni ya pesa. Mjaribu tu siku moja kuwapropose hao Wanyarwanda wanaowatumikisha kama watumwa wao kwa kuwaambia eti mnataka kupindua madaraka ya Kagame nchini Rwanda, kisha wao wawasaidie kuingia Rwanda, kisha muone reaction zao zitakuwa aje, ndio mtajua kweli kama nyie ni bichuchu kabisa vya kutupia mbali. Na usizani ya kwamba yeye anayeweza msizani ya kwamba wao wanaweza kuwaamini wakati wanajua nyie mko tayari kusaliti nchi yenu, maana hata nyinyi ipo siku mnaweza mkawasaliti wao pia. Ndio maana umoja kati yenu akitaka kwenda tofauti kidogo na mawazo yao, mara moja wanamuuaga, na hayo yote mnayaonaga. Lakini kwa sababu roho ya uzalendo hamna na uoga wa pesa za watu, unajiuliza utazirudisha aje, ndo unahamua kubaki tu ukikandamizwa kama andazi na maadui wa nchi wako. Muda wa kubadilika bado ungali, na tujitahidi kubadilika, ne jamais trahir le Congo. Na kwa hapa, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambapo tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku. Naamini utazidi kuambatana nasi hapa kwenye channel yetu ili kuzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Chao.